ya mtumishi wa Mungu Nabii Daktari James Ines Nyekia wa madhabahu ya Soja Mega One Church inayopatikana pale Mbezi Beach, kituo cha Rafia. Najua hapo unajiuliza mengi, kuna vingi vinaendelea maishani mwako na unatamani mkono wa Mungu endelee kukugusa au kusaidia kuvuka kwenye hiyo changamoto. Kuna mtu ananitazama majira haya, tumaini lako halipo tena. Yaani kila ukijitafakari kwenye maisha yako ya kawaida unajiona kabisa hapa sitoboi. Yaani kama mimi kwa mwisho hapa nimefika. Maisha yangu hawezi kwenda mbele na unatamani Mungu akafanyike kwa baraka juu ya maisha yako, lakini pia Mungu akusaidie kuvuka, lakini pia Mungu akusaidie kukurekebishia yale yote ambayo yalikuwa yameharibiwa na adui mwovu. Don't worry, hapa ndipo ambapo pamejaa neema, ukombozi na ufufuo wa kile ambacho kilikuwa kimekufa kwenye maisha yako, kile ambacho kilikuwa kimezikwa. Mungu anaenda kukifufua kwa upya. La mjina anaitwa Gillet David, lakini pia ndani ya kipindi hiki sitakuwa peke yangu, kutakuwa kuna ugeni mzito ambao unakuja mahala hapa. Nikikwambia ugeni mzito ninamaanisha ugeni mzito kabisa ambao utakuwepo mahala hapa kwa ajili yako wewe ambao unapitia changamoto, msukosuko, vitu haviendi, hakuna namna ujipati kwenye maisha, kuna namna unajitafuta lakini haujipati kabisa, unatamani Mungu asimame na maisha yako. Mimi tu nikukaribisha kwamba mtumishi wa Mungu atakuwepo mahali hapa kwa ajili ya kuipokea simu yako, lakini pia kupitia ujumbe wako. Nambari za simu ambazo ziko hapo kwenye screen yako ndizo ambazo unaweza kumpata Nabii Daktari James Ines Nyekia wa madhabahu ya Soja Mega One Church. Hizo ni namba zake private kabisa ambazo unampata hapa live moja kwa moja. Unachotakiwa kufanya ni kutuma ujumbe wako wenye majina yako matatu, mahala unapotokea na changamoto unazopitia. Mimi najua hapo unaweza kujiuliza, okay, nikituma majina yangu matatu nitapata saa kuongea na nabii? Watu si ni wengi. Yuko na jopo zima la wasaidizi wake kwa ajili ya kukusaidia wewe kuvuka kwenye changamoto ulizo nazo. Kwa don't worry, you have to do ni kutuma ujumbe wako na mtumishi Mungu atakuhudumia moja kwa moja. Kupitia namba za simu zifuatazo unaweza kumpata Nabii Daktari James Ines Nyekia. Namba ya kwanza, naomba nikutajie, ni 0652 8700 0652 8700. Na namba ya pili ni 0746 003 005 0746 003 005 na 0658 33 5568 0658 335568, bila kusahau hiyo mwisho 0791 125 402 0791 125 402. Tuma ujumbe wako, alafu hakikisha unapiga simu zako kwa wingi. Yaani ukishatuma ujumbe, gombania line. Endelea kugombania line ili uweze kumpata Nabii Daktari James Ines Nyekia. Natamani niongee na mtu mmoja ambaye ananitazama majira haya. Kwenye maisha tuliopo, vile ambavyo havionekani ndivyo ambavyo vinatumika kutuumiza kuliko vile vinavyoonekana kwenye macho ya damu na nyama. Yaani kuna mimi ambaye ninajiona nafilisika ni kwa sababu tu biashara haiendi. Yaani ni kile ambacho kinaonekana kwamba eneo hili labda halina muingiliano wa watu. Lakini nikwambie ndugu yangu, kuna watu wanaenda kufungua biashara eneo ambalo kulikuwa kuna mizizi ya watu ambao wanafahamika kwa hizo biashara, lakini anajikuta kutokana na kibali chake anafanya vizuri. Mtangulize Mungu kwenye kile ambacho uko nacho, na amini Mungu anaenda kukuvusha. Haijalishi unapitia changamoto ya aina gani, muamini Mungu kwa kiwango kingine. Naongea na mtu ambaye anapitia changamoto ya kibali. Yaani yeye chochote anachokifanya hakipati kibali mbele za watu, hakipati kibali mbele zake. Mungu yupo tayari kwa ajili ya kufanya jambo jipya juu ya maisha yako. Unachotakiwa kufanya ni kutuma ujumbe. Kuna mtu hapo shafungua biashara sasa hivi na biashara 6.
tofauti. Toka ulivyoanza ulimwengu wako wa kwanza biashara, ushabadilisha biashara 6, na sio kwamba biashara zote zilifanikiwa kwamba ukaamua kuongeza biashara nyingine. Ni unafungua biashara moja, biashara inafeli, unafungua biashara nyingine. Inafeli, unafungua nyingine. Yaani haukati tamaa, unaendelea kupambana, unaamini leo nikishindwa hapa, kesho nitawezea hapa. Ndugu yangu, hizo biashara 6 zote, kwani unafanya utalii wa ndani ndugu yangu? Kwamba uteke mbuga moja uende mbuga nyingine? Hapana. Unachotakiwa kufahamu ni thamani ya kile ulicho, kwa sababu biashara ambayo imekushinda wewe, kuna mtu anaifanya hiyo lakini na yeye amefanikiwa. Kazi ambayo wewe imekushinda mwingine, sio biashara tu, ni kazi ambayo unaifanya wewe. Umeshafanya kazi 6, 7, 8, 9, 10 ambayo unazifanya wewe sasa hivi zimekushinda, lakini kuna mtu anafanya kazi kama hizo na ameweza, amefanikiwa. Kwani wewe na huyo mna tofauti ya nini? Si ana macho kama ya kwako? Si ana pua kama ya kwako? Ana mdomo, mikono kama ya kwako yenye vidole vitano, jumla 10 ndugu yangu. Lakini unajikuta wewe ndio kila siku mko kushindwa, wewe ndio umekuwa kuishia njiani, wewe ndio umekuwa yaani kila kitu kinakukuta wewe, mpaka ukijitazama sasa, jamani, hivi kwani mimi na mkosi gani hapa duniani? Na BJK yupo kwa ajili yako. Wewe ambaye unaona thamani yako haipo kabisa kwenye chochote unachokifanya, majira na nyakati ni sasa. Unachotakiwa kufanya ni kutuma ujumbe wako wenye majina yako matatu, mahali unapotokea na changamoto unazopitia, kupitia nambari ya simu ya 0652870000 0652870000 na 0746003005 0746003005, bila kusahau 0658335568 0658335568, na hii ni ya mwisho ya 0791125402 0791125402. Namba ni 4 tu. Chukua namba moja kati ya hizo, anza kutuma ujumbe wako ili uweze kumpata Nabii Daktari James Inyes Nyakia. Na mimi natamani nianze hapa kupitia jumbe ili niweze kumfikishia mtumishi wa Mungu taarifa kwa kile ambacho wewe umeanza kutuma ujumbe wako. Okay, huyu anasema naomba nianze na ujumbe wa shalom. Naitwa Ruth Geoffrey kutokea Mtwara. Naomba unitabie mwanangu anaitwa Geoffrey Idi, yupo Same. Huyu anaomba mtoto wake aweze kutabiriwa na mtumishi wa Mungu. Amina. Mtumishi wa Mungu atamtabiria na tukumwambia nini kinaendelea maishani mwake. Cha msingi karibu tu na simu yako, lakini pia endelea kuwa nasi sambamba. Bado tuko mahali hapa. Namba ya simu ni 0652870000 0652870000 na 0746003005, bila kusahau 0791125402 na 0658335568. Inaendelea kupitia hapa. Mimi napitia jumbe zako wewe ambaye unatutumia ujumbe sasa hivi na uko nasi sambamba. Okay, huyu anasema Mungu anisaidie. Huyu anasema naitwa Nasha Rahim kutokea Kibaha Kongoe. Mimi nina changamoto yangu. Changamoto zazi unanisumbua sana. Sibebi mimba. Nishatumia dawa za kila aina na hospitali dawa za hospitali na dawa za mitishamba, lakini sifanikiwi. Ndugu yangu, yupo Mungu wa miungu ambaye aliweza kumbariki Hana. Ndugu yangu, usikate tamaa. Wewe unakosa mtoto sasa hivi, lakini Mungu yupo ambaye anaweza kaibadilisha historia. Wale walikuwa wanakuita mgumba kwa kuita mama fulani, wale walikuwa wanakuita wewe mume wako hazalishi akaitwa baba fulani. Majira na nyakati ni sasa. Muamini Mungu, yupo tayari kwa ajili ya kufanya. Ujumbe wako umefika eneo sahihi kabisa. Okay, huyu anasema
naitwa Isaya tokea Tukuyu, naomba unitabirie nipate mke mwema na Mungu awaalike okay, sawa. Mungu na awabariki wale wafanyie kazi wenzake. Amina. Ubarikiwa, ujumbe umefika eneo salama kabisa. Huyu anasema naitwa Robert Ngaiti, naomba unitabirie. Robert Ngaiti, naomba unitabirie. Okay, sawa. Ujumbe wako umefika na mtumishi wa Mungu atakusaidia, kila kitu kitakaa sawa kabisa. Huyu anasema naitwa Emmanuel Yusufu Majaliwa kutokea Tanga, naomba sana mtumishi umuombee mama yangu kipenzi huko aliko. Amina. Ujumbe umefika eneo zuri kabisa. Mtumishi wa Mungu atakuja kushughulika na ujumbe wako. Muda sio punde tunaenda kupata usawa kuwa na mtumishi wa Mungu Nabii Daktari James Inyes Nyekia wa madhabahu ya Soja Mega One Church. Kwa unachotakiwa kufanya ni kutuma ujumbe wako wenye majina yako matatu, mahali unapotokea na changamoto unazopitia. Ana simu yako ukiwa una ujumbe, yani hakikisha ina jumbe. Yani unaweza kutuma ujumbe lakini pia hakikisha ina dakika, kwa sababu nabii atakuwepo mahali hapa kwa ajili ya kuipokea simu yako, kwa ajili ya kukuponya huo moyo ambao umekuwa ukiteseka kwa miaka mingi, kwa ajili ya kukupa ile furaha ambayo Mungu anatamani ikae kwenye maisha yako. Sawa na kauli mbiu ya madhabahu yake inayosema furaha yako inaanzia hapa, na Mungu yupo tayari kurejesha furaha maishani mwako. Haijalishi unaumia kwa wakati gani, lakini pia kwa muda kiasi gani. Na mimi nisiwe mwingi wa maneno sana, natamani upate wasawa mtumishi wa Mungu kuweza kukuhudumia. Endelea kubaki hapo hapo, tunarejea na mtumishi wa Mungu Nabii Daktari James Inyes Nyekia. Nakupenda sana, endelea kubaki nasi hapo hapo. mume wangu amenichoka. Mwambie amezaa watoto wangapi? Watoto wangapi? 8. Mume amemchoka. Na nabii hivi ninavyoongea na wewe, mume wangu ana mtoto mmoja nje ya ndoa. Kamwambia mpigie mume wako simu aje. Akampigia simu ile baba akaitika akaja. Sijui mpigia mwambie tunawasha setting. Nikakaa nao pale ofisini. Nikamwambia eneo mlipojenga nyumba, chumba chenu cha master bedroom ni eneo ambalo ni kaburi walipomzika mwenye lile eneo. Alikuwa na eka zaidi ya 8. Wakasema ni kweli, huyu mtu alikuwa na eka zaidi ya 8, na lile jina la lile eneo limeitwa jina lake yeye, kama unavyosikia kwa Azizi Ali, kwa Msuguri. Nikamwambia sasa, nendeni kwenye chumba chenu, toeni kitanda, toeni makabati, chukueni vijana, eneo ambalo ninyi mmeweka kitanda niacheni. Anapanda mwenyewe mzee, kuanzia pale kitanda chenu kinapoishia kwenda mbele kidogo tu kama mita 1, chimbeni kwenda chini. Wakachimba kwenda chini. Ndani ya nusu saa
wakaanza kuigusa mifupa ya mwanadamu, wakaanza kuikuta sanda ni bado sanda ni mpya. Wakapiga picha ya kwanza wakanitumia, baba ndo hiki. Nikamwambia ndo hicho. Nikamwambia hiyo mifupa mnayoiona, kama hamwamini waambieni hao wanaochimba wachukue jembe wakati, mtaiona damu inatoka. Wanakata mifupa ambayo imekaa zaidi ya miaka 100, wanaikata ile mifupa, damu inatoka. Maana yake nini? Kile kiumbe kinaongea. Sasa hivi wamehamia Mbagara kwa ndugu yao. Tunapata mpambano wewe shape sura, afu ndo tunaingia kwenye. Nimewambia ondokeni hivyo mlivyo. Wana magari 4 yote wameyaacha pale. Nimwambia msiondoke na kitu. Na mimi nakuja hapo baada ya kama wiki 3. Na mtafuta Mungu kwanza. Sitaki kwenda kufa mpaka kwanza Mungu anifunulie niende nikatamke nini. Kinaangalia nyumba, watu ambao wanamiliki daladala zaidi ya 18, kini watoto 8 wote waliozaliwa ndani ya ile nyumba wote wamekufa. Nikamwambia yule baba, huyu mtoto aliyezaa nje anakufa. Ijumaa ya juzi wananipigia simu asubuhi, baba, mtoto kifua kimebana tu, kafa. Jana walikuwa hapa, nilikuwa nao pale, wanaangalia jinsi kama yule mama bado anaweza kuzaa. Nikamwambia mama bado ana mayai 5. Kwa mama akashika tumbo, mume wake yeye mwenyewe akawa anasikia jinsi watoto wanavyocheza ndani ya tumbo. Watu sasa hivi wanajeuri ya kutokutafuta taarifa kwa watumishi wa Mungu, lakini wanasubiri kwanza wapate hasara ndipo waende. Na hakuna kizazi chenye ukaidi kisichosikia maagizo ya watumishi wa Mungu kama kizazi cha sasa hivi. Kuna mmoja niko kule Nyantira, alikuja madhabahuni, akafika hapa akasema, nabii wa Mungu, mimi nitakuwa mtumishi wa hapa madhabahuni mpaka nakufa. Ni kiasi hii madhabahu, siku nikitoka hapa baba ukianza kuinuka mimi sitamaliza siku 3 unakufa. Si ana siku 4 kafa, na mimi kumbe ndo naanza kuinuka. Kafa. Kafanya nini? Kafa. Tena wewe Karibu tena. Mtumishi wa Mungu yupo tayari kwa ajili ya kusema na maisha yako, kama jinsi ambavyo jina la kipindi linavyosema, sema na nabii. Na mtumishi wa Mungu yupo tayari kuja kusema na kile ambacho Mungu amemuongoza na amemuonyesha juu yetu, lakini pia kutupa mafundisho mazuri kabisa atakayotusaidia sisi kuvuka kwenye yale yote ambayo tunayapitia. Kupitia namba za simu ambazo ziko hapo kwenye screen yako, ndizo ambazo unaweza ukampata hapa moja kwa moja akiwa live kabisa, ukamtumia ujumbe, lakini pia ukampigia simu na akapokea simu yako. Namba ya kwanza ni 0652
0652870000 0652870000 na 0746003005 bila kuisahau hii ya 0791 125 402. Tuma ujumbe wako wenye majina yako matatu, mahala unapotokea na changamoto unazopitia. Mpenzi mtazamaji wangu, nichukue nafasi hii kumkaribisha mtumishi wa Mungu nabii Daktari James Inyas Nyekia ambaye yuko tayari kabisa kwa ajili ya kuzungumza na wewe juu ya kile ambacho Mungu amemuongoza. Kama jinsi ambavyo unaona hapo, mtumishi wa Mungu anaendelea na zoezi zima la kuandaa jambo kubwa sana kwa ajili yako. Mtumishi wa Mungu, karibu. Asante sana. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, naamini Mungu amekupatia na kibali mahala ulipo, na mimi ninakuombea wewe na familia yako, kila lenye maumivu lina jicho la Mungu ambalo Mungu anayatazama yale maumivu, kwa jinsi gani ambavyo neema ya Mungu inaweza ikayatumia maumivu hayo kugeuka kuwa chanzo cha mafanikio, furaha, faraja, ushindi kwa yule anayeumia. Na wakati mwingine napata tafakari ngumu sana. Ninapata tafakari ngumu sana. Kuna wakati ukimtafakari Mungu unaweza ukawa hata kichaa. Unahitaji utafakari ukiwa una neema. Na unahitaji utafakari ukiwa na Roho Mtakatifu. Vinginevyo hata wewe mwenyewe unayetafakari unaweza zaidi ya kutafakari ukakata tena tamaa. Kwamba ushawahi kujiuliza ni kwa nini katika Biblia walioumia, walioumizwa, waliodhalilika, waliodhalilishwa, waliotengwa, walioachwa, waliochekwa, waliodhihakiwa, waliodhulumika, waliosemwa vibaya, waliofanywa fitina, waliofitinishwa, ndio ambao walifanikiwa sana 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 sana. Siri iko wapi? Mfano, unaweza kumtazama mtu mmoja anaitwa Mordekai. Huyu Mordekai anakuja kukutana na mtu mmoja anaitwa Naaman. Lakini Mungu alivyo ajabu. Mordekai, Mungu anampa neema ya kumlea Rutu. Mordekai, Mungu anampa neema ya kumlea Rutu. Lakini hapa katikati yupo mtu ambaye alikuwa amejenga fitina kubwa sana, anaitwa Naaman. Kiona katika kile kitabu cha Rutu, unaweza ukaona
ni kwa jinsi gani ambavyo Mordekai alitengenezewa mambo magumu sana. Alitengenezewa mambo magumu sana. Lakini cha ajabu sasa, jinsi Mungu alivyo ajabu sana. Mungu alivyo ajabu sana. Anamuinua Mordekai aliyekuwa tayari amekwisha andaliwa mpaka kitu cha kumuua. Yaani Biblia inasema mti wa mikono 50 mrefu ulikuwa tayari umekwisha andaliwa kwa ajili ya kumtundika Mordekai. Napoongea sasa hivi, kuna mtu ambaye tayari hapo ulipo, kuna jambo limeshaandaliwa kwa ajili ya kukuangusha. Kuna watu wameshajiandaa kwa ajili ya kukuangusha. Kuna watu wameshatengeneza fitina kwa ajili ya kukuangusha. Kuna watu wameshaandaa mission maalum kwa ajili ya kuhakikisha kwamba jambo fulani ulilokuwa unalifanya wanakuporomosha. Lakini sasa Mungu jinsi alivyo ajabu. Ukitafakari Mordekai aliponaponaje, nani aliyetaka kumwangusha Mordekai? Ndo huyo anayetaka kukuangusha wewe. Wakati mwingine ukiangalia, hata anayetaka kukuangusha hana sababu ya msingi. Kwa hiyo tunapokuja kumwangalia hapa Hamani, amekusudia mabaya yaje yampate Mordekai. Lakini wakati Hamani amekusudia mabaya yaje yampate Mordekai, yupo mtu mmoja Biblia inasema anaitwa Lutu. Yeye hakufanya chochote, bali anaitwa Esther. Esther yeye hakufanya chochote. Yeye alikaa tu, ni maalum kwa ajili ya kumwombea. Anamwombea nani? Esther anamwombea Mordekai, anawaombea ndugu zake wa Yahudi. Huyu ni yatima. So unaweza ukaona kwamba Mordekai ana jukumu la kumlea yatima. Pamoja na kwamba analo jukumu la kumlea yatima, lakini yupo mtu ambaye tayari ametengeneza fitina. Hii fitina inatengenezwa na Hamani, ambaye lengo la hiyo fitina ni kuhakikisha kwamba anakuja tena kumuua Mordekai. Na ikiwa sasa Hamani atamuua Mordekai, maana yake ni kwamba Esther ambaye tayari alikuwa hana baba hana mama ataendelea kuwa zaidi ya yatima. Kuna yatima, alafu una ndugu anayekulea, alafu kuna yatima,
halafu hauna ndugu hata mmoja anayekulea, halafu unageuka kuwa mtoto wa mtaani. Sasa Haman ametengeneza fitina ambayo ameipa mamlaka, ameitengenezea ushahidi, ameitungia sheria tayari kwa ajili ya kuhakikisha kwamba Mordekai anaingia katika ule mtego, na akishakufa huyu Mordekai, maana yake ni kwamba Haman alikuwa amejiandaa yeye kuwa kiongozi. Kumbe kuna sababu kwa nini Haman alitengeneza fitina ili Mordekai auawe. Ni kwa sababu alitaka apate uongozi, na uongozi ni fedha. Mbali ya fedha, uongozi ni madaraka. Zaidi ya hayo yote, uongozi ni raha. Zaidi ya hayo yote, uongozi ni heshima. Zaidi ya hayo yote, uongozi ni kumiliki. Shasikia mtu ni kiongozi, jua kabisa kwamba ndani ya nafasi yake ya uongozi kuna fedha ndani atalipwa, kuna madaraka atakayokuwa nayo, kuna raha na furaha. Raha lazima iambatane na furaha. Furaha na raha vinaambatana. Lakini mtu anachotaka nini? Anataka uongozi, lakini pia unaheshimika. Zaidi ya kuheshimika, sasa unapata uwezo wa kumiliki, na ukishapata uwezo wa kumiliki, kinachofuata ni kutawala. Unakuwa ni mtawala. Kuwa na utawala maana yake ni kwamba watu wote walio katika lile eneo na mali zote zilizoko pale ziko chini ya utawala wako. Ndio maana ukiambiwa kwamba mtu ni mkuu wa wilaya ambaye anaitwa DC, au mtu huyo ni RC, au mtu huyo pengine ni waziri, anakuwa amebeba madaraka ambayo yanampa yeye, sheria inampa yeye uwezo wa kutawala. Lakini katika hivi vyote imempa kuwa kiongozi, na ndani ya hivi vitu kuna kuwemo na furaha na raha, lakini pia anakuwa anapata fedha. Hii fedha itamsababisha yeye kuweza kupata kipato, na hiyo inampa nguvu na inampa uwezo wa kumiliki. Kumiliki kwa kiasi gani? Utanunua gari, utanunua nyumba, utanunua ardhi nzuri yenye heshima, na katika eneo ambalo thamani ya ardhi uliyoinunua ni nzuri, na inazidi kufanya kitu ambacho wazungu wanaitwa land appreciation, yani ardhi inaongezeka thamani muda hadi muda. Sasa tukirudi katika somo letu la leo kwenye somo la ardhi, ardhi ni kitu gani? Ardhi ni utajiri. Tunamwona Mordekai huku anapata shida, anatengenezewa fitina na Haman. Lakini ni nini kilichokuwa kinatakiwa hapa? Ni mtu mmoja apate neema ya kupata fedha, mtu apate madaraka, mtu apate furaha na raha, apate heshima, apate kumiliki, apate kutawala. Kwa hiyo maisha yapo katika vitu hivi hapa: fedha, madaraka, kumiliki, kutawala, furaha na raha,
pamoja na kupata heshima. Unaheshimika. Lakini hii yote unaheshimika kwa sababu gani? Kwa sababu kuna kitu ambacho unakipata, na hivi vyote sasa vinakwenda kuanguka kwenye kitu kinachoitwa utajiri au umaskini. Na ndio maana mtu yeyote aliye na ardhi, huyu mtu yamkini asiwe na pesa leo, lakini ikiwa tu ana ardhi ya kutosha, ana ardhi yenye rutuba, ana ardhi iliyokaa katika eneo zuri, huyu mtu miaka 10 mpaka miaka 20 ijayo, katika hiki kipindi time frame, huyu mtu lazima atakuwa ni tajiri. Mtu ambaye anamiliki ardhi lazima ndani ya miaka 10 mpaka miaka 20 ijayo, huyu mtu atakuwa ni tajiri. Kwa mantiki hiyo basi, nataka nikuonyeshe kitu ambacho wewe kama mwana wa Mungu katika karne hii ambayo kuna mambo yanayoendelea duniani, usipokuwa nacho, umejiandaa wewe kuwa maskini, kuzeeka na tabu, kuwa na uzao ambao utakuja kukusaidia na hautaacha kumbukumbu. Lakini kuna uwezekano ukauacha pia uzao wako ukiwa upo katika utumwa. Mojawapo ya kitu cha pekee sana ambacho leo Mtanzania yote yule anatakiwa kujivuna na kujivunia zaidi ya Mkenya ni uwepo wa ardhi kubwa, ambapo kwa wenzetu wa taifa la Jamhuri ya Kenya wanasikitika, wanakitafuta, wanakitamani. Kenya hawana ardhi ambayo iko wazi. Kila ardhi imekamatwa, kila ardhi iko mikononi mwa watu. Lakini Tanzania tunayo ardhi ambayo leo unaweza ukaenda sehemu yoyote ukafika ukajiandikisha kama mwanakijiji, na wahusika wa eneo lile pale wakakaa kikao cha kijiji, wakapitisha muhtasari, wakakupa zaidi ya eka 20, zaidi ya eka 50, na ukachangia pesa kidogo sana. Lakini sasa in the time frame of 10 to 20 years, eneo la vile eka 50 mpaka eka 20 mpaka eka 100 ulilopewa litakuwa linabadilisha maisha yako. Leo unaweza ukaingia pale huna kitu, lakini ndani ya miaka 20 ijayo wewe utakuwa ni miongoni mwa watu walio na kitu. Sasa nataka uone vile ambavyo kwa sasa dunia inavyokimbia. Na dunia inavyokimbia hivi sasa, wanachokitegemea watu kuja kukipata katika mataifa yanayoendelea, ambayo Tanzania imo. Bara la Afrika ni miongoni mwa bara ambalo sasa hivi linaendelea. Watu wanataka nini? Kuna taifa la China. Hawa watu wanapokuja Tanzania, wanapokuja Afrika, jicho lao namba moja lipo katika ardhi. Wanaweza kawekeza kwenye maparachichi, kwa ndugu yangu kule Anthony Mtaka RC Njombe, wanaweza kawekeza kwenye mbao,
wakalima mbao kule Iringa, wanaweza wakawekeza kwenye vitunguu kule Karatu, wanaweza wakawekeza kwenye karanga kule Dodoma, wanaweza wakawekeza kwenye zabibu Dodoma, wanaweza wakaenda wakachukua maeneo zaidi ya ekari nyingi sana kusini mwa Tanzania, na mkawaona au tukawashuhudia wakianza kuotesha mche wa korosho, na tukabaki tu kama tunacheka tu, kama wanajisumbua tu hao. Lakini ndani ya miaka 10 mpaka miaka 20 maisha yao yatakuwa yamebadilika, na kuna uwezekano kama sisi hatutakuwa na ardhi ya kutosha, tutakuwa tunageuka kuwa watumwa wao. Si watumwa kwa sababu ya wao kututawala, hapana. Tutakwenda kuomba ajira kutoka kwao, wao watabaki na ardhi, sisi tutabaki na uhuru. Uhuru bila ardhi ni sawa na ndoa bila mtoto. Japo wanandoa mtajifariji kwamba mtoto ni mapenzi ya Mungu, lakini kuna maumivu makali sana ambayo unayapata, na uzeeni kwako kuna vitu utahitaji mwanao akusaidie, lakini hataweza kufanya. Kuna watu wanatoka katika taifa la Uturuki, kuna watu wanatoka katika nchi za Arabuni, kuna USA, kuna UK. Mataifa haya yote na mataifa mengine wanapokuja katika nchi zetu za Afrika, Tanzania ikiwemo, cha kwanza kabisa wanachokitazama, cha kwanza ambacho wanakitazama, wataitazama ardhi. Kwa nini wataitazama ardhi? Wataitazama ardhi kwa mambo yafuatayo. Namba 1, ardhi imebeba madini. Namba 2, ardhi imebeba mafuta chini. Namba 3, ardhi unaweza kulima mazao na haya mazao ukapata malighafi. Namba 4, ardhi unaweza ukajenga viwanda juu yake. Namba 5, ardhi unaweza ukaweka miundombinu. Miundombinu kama vile unaweza ukapitisha maji, unaweza ukaweka miundombinu ya umeme, unaweza ukaweka miundombinu ya yard za kuhifadhi magari na vitu kama hivyo. Kwa unaona kabisa kwamba kumbe mtu ambaye leo anapokuja Tanzania anaweza akaenda maeneo ambayo ni kilomita zaidi ya 200 kutoka katikati ya jiji la Dar es Salaam, akaenda kilomita 300 zaidi ya jiji la Dar es Salaam, nje ya mji wa Dar es Salaam, akaenda kilomita 1000 nje ya mji wa Dar es Salaam. Anachokwenda kukipata huko, anakwenda kupata ardhi. Lakini wewe ambaye ni Mtanzania, ukimwona huyu mtu amekwenda kilomita 200, kilomita 300, kilomita 1000, atakuwa amekwenda kukaa ni maeneo ambayo ni ya polini. In the coming, ndani ya miaka ambayo tumesema ni miaka 10 mpaka miaka 20, huyu mtu lazima atageuka, atakuwa tajiri. Na akishakuwa tajiri, wewe utakuwa ni maskini, na akishakuwa maskini, wewe utakuwa mfanyakazi wake. Utageuka, wewe utakuwa ni mfanyakazi wake. Na ukishakuwa ni mfanyakazi wake, kwa kuwa yeye tayari ni tajiri,
wewe tayari ni maskini, yeye tayari anaimiliki ardhi, wewe utabaki na uhuru katika ardhi. Hataweza kudistabu uhuru wako, hata kuondolea uhuru wako, atakuacha ukiwa huru. Lakini ukiwa huru bila ardhi, hauna uwezo wa uzalishaji. Ukiwa huru bila ardhi, hauna uwezo wa kumiliki baadhi ya miundombinu. Ukiwa huru bila ardhi, hauna rasilimali ambayo inaweza ikakupatia nguvu ya kifedha, nguvu ya nyaraka ambayo inaweza ikakufanya wewe ukaingia kwenye taasisi za kibenki, taasisi za fedha, kwenda kuchukua mikopo iliyo mikubwa. Mojawapo ya kitu ambacho taasisi za fedha zinakihitaji unapokuwa unakwenda kuchukua mkopo, wanakuhitaji uwe na nyaraka ambazo ni za ardhi ambayo haihamishiki. Kitu kisichohamishika, namba moja, ni ardhi. Kitu ambacho thamani yake inaongezeka siku hadi siku, namba moja ni ardhi. Kitu ambacho unaweza ukamvutia mtu mwingine akaja akawekeza juu yake, na hata baada ya kuwekeza asiondoke nacho, namba moja ni ardhi. Kitu ambacho hakiwezi kuungua na moto, hauwezi ukaibiwa na mtu akakihamisha mahali, namba moja ni ardhi. Sasa twende break, kisha na kurejesha kwa Juliet, alafu tunapokuja kurejea tuje tuangalie mpaka leo hapo ulipo, una umri gani? Una ardhi ya kiasi gani katika mkoa ulikozaliwa? Una ardhi ya ukubwa gani katika eneo unaloishi kwa sasa? Una ardhi ya eneo ukubwa gani, umbali wa kuanzia kilomita 200 tokea eneo unaloishi? Kwa mfano, kama wewe ni mkazi wa Dar es Salaam, je, una ardhi Morogoro? Una ardhi Tanga? Una ardhi Chalinze? Una ardhi Rufiji? Una ardhi Dodoma? Una ardhi Tabora? Kama wewe ni mkazi wa Kigoma na uko Dar es Salaam, je, Kigoma tayari umeshachukua ardhi ya kutosha? Na kama wewe ni Msukuma uko Dar es Salaam, ni kweli umejenga nyumba, lakini kule kwenu, ikiwa leo Mungu ataamua kufanya muujiza wake kwamba katika mkoa wako ulikotoka imebainika na imegundulika kwamba kuna madini au kuna mafuta, hivyo wananchi wa eneo husika wanapewa fidia kubwa au wanafanywa na wao kuwa ni miongoni mwa wamiliki kwa wawekezaji wanaokwenda kuwekeza, na wanalipwa mabilioni ya fedha mpaka kufa kwao. Wewe katika kijiji ulikotoka una ardhi kiasi gani? Katika mkoa uliotoka una ardhi kiasi gani? Katika maeneo ambayo leo yanadharaulika ni ya misitu, una ardhi kiasi gani? Ebu twende kwa Juliet, kisha turejee tuangalie leo Mungu anataka tufanye nini. Kwa nini Daudi alikuwa anapigana aweze kuichukua Sayuni? Alikuwa anahitaji kitu gani? Na kwa nini watu ambao ni familia tajiri wanamiliki ardhi kubwa, alafu wewe ambaye ni maskini unamiliki nguo nzuri, unamiliki viatu vizuri, unamiliki simu nzuri, unaanza na gari, hauanzi na ardhi. Unaanza kupanga Sinza kijana, hauanzi na ardhi. Nini kinachoendelea katika miaka 20 inayokuja kwako Juliet? Yes, wanasemaga kuna liabilities na assets. Leo tuko vizuri kabisa, mtumishi wa Mungu anatuelezea kiundani zaidi namna gani
ardhi ina thamani kubwa kwenye maisha yetu kiujumla. Kupitia namba za simu ambazo ziko hapo kwenye skrini yako, ndizo ambazo mtumishi wa Mungu atatumia kupata wasaa kupitia ujumbe wako, lakini pia kupokea simu yako. Hakikisha uendelee kupiga simu yako na kutuma ujumbe wako kipindi hiki mpaka pale atakapofikia wasaa wa kuweza kuipokea simu yako. Namba ya kwanza ni 0652 870000 na 0791125402, lakini pia kupitia 0658335568 na 0746003005. Nikukaribisha tu nikuambia kwamba mwambie ndugu jamaa na rafiki ya kwamba nabii bado yuko hewani, tuendelee kumtazama. Lakini pia unaweza ukawapa watu wengine ambao unatamani wapate huduma hizo namba, ili uweze kutuma ujumbe wao wenye majina yao matatu na changamoto wanazopitia. Tuende break fupi, tunarejea. Nabii James Nyakia. 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 Kuna mwingine naye amekaa pale getini, ana kitu alipewa kwa mganga na chenyewe pia amevaa. Kimbia nacho hapa upande wa getini pale, kimbia nacho hapa. Na yeye pia kapewa na mganga, lakini naye yupo ndani ya ibada, naye amevaa. Huyu naye pia kapewa kwa mganga, naye yuko ndani ya ibada, naye amekuja, naye amevaa. Sasa yule wa pale getini anataka nimfuate.
anakijua kabisa kwamba hiki nilipewa na mganga na nimekivaa na leo pia nimevaa. Nabii James Nyakia. Jiandaaje kulipokea hili linalotoka kwa mtumishi wa Mungu Nabii Daktari James Nyakia? Je, umeshajipanga? Nikwambie tu, Mungu yupo tayari kwa ajili ya kukuhudumia hapo hapo ulipo, lakini mafundisho haya mazuri natamani uwe na kalamu na daftari pembeni kwa ajili ya kuweza kuandika ili aweze kukusaidia kuvuka kwa namna moja au nyingine. Kupitia namba za simu ambazo ziko hapo chini ya screen yako ndizo ambazo utampata Nabii Daktari James Nyakia moja kwa moja hapa studio. Endelea kupiga simu yako, lakini pia kutuma ujumbe wako. Mtumishi wa Mungu, karibu. Asante sana. Ndugu msikilizaji na mtazamaji wangu, kwambia kwamba leo tunataka tujikite zaidi katika ardhi. Ni kwamba ardhi ni utajiri, na sio tu utajiri, ni utajiri wa kudumu, lakini ni utajiri wa vizazi, ni utajiri wa kurithisha. Lakini gari, viatu vizuri, simu nzuri, hivi hapa ni umaskini. Alafu ni aibu ya baadaye. Unaweza ukakuta leo kijana anamiliki gari ya milioni 16, anamiliki gari ya milioni 30, anamiliki gari ya milioni 40, lakini hana kiwanja. Hana kiwanja, hana shamba. Na ukimwangalia ndani ya hilo gari anaenda nalo kazini kila siku, lakini ukiangalia gari limebeba thamani gani, na ofisini kwake ana cheo gani, na mshahara wake ni kiasi gani. Ukiangalia ndani ya gari kila siku anatembea na laptop ambayo iko kwenye begi, na ukiangalia ile laptop anapofika nyumbani hafanyii chochote. Hafanyi chochote. Utamkuta kijana ana simu ya Samsung, ana simu ya iPhone, inaweza ikawa inaenda mpaka 1 million, 500,000, lakini Chanika, Chalinze, Bagamoyo kuna kiwanja eka moja wanauza 100,000. Na hiyo 100,000 si kwamba unalipa yote, no, unalipa kwa mkopo, by installments. Lakini utamkuta huyu kijana ana nguo zake ukizipigia mahesabu unaweza kujikuta mpaka ukaenda kwenye 2 million, lakini hana ardhi ya 500,000 Morogoro, hana.
lakini muone anavyotembea, utakuta unaambiwa kwamba ana kitu kinaitwa macho matatu, iPhone macho matatu, na bado atahitaji tena awe na Samsung. Kuonyesha kidogo, hii Samsung ni kama kioo nyuma yake. Unaona hii Samsung jinsi ilivyo, na kwa kuwa hiyo ni Samsung, bado atahitaji iPhone ikae vizuri. Sasa ukirudi nyuma, unakuja unaangalia, leo watu watakuona unamiliki simu nzuri sana. Leo vijana wenzako watakuona unamiliki mavazi mazuri sana, lakini miaka 20 mpaka 30 mpaka 40 mpaka miaka 50 ijayo, wewe una uwezekano mkubwa wa kuwa maskini. Kwa sababu gani? Ardhi ambayo leo ungeweza kuichukua kwa milioni 1, ambapo leo ni mwaka 2026, mwaka 2026, ardhi hiyo mwaka 2046 leo utainunua kwa milioni 1 eka moja. 2046 hii ardhi utakuwa unaiuza kwa bilioni 3. Kwa mfano, mwaka 1982 kuna mtu alinunua ardhi kwa bei ndogo sana katika eneo la Sinza. Alinunua kwa shilingi 100,000 na kwa shilingi 76,000, na akapata ekari 2 kwa shilingi 76,000. Sinza alipata kwa shilingi 76,000 eka 2. Kuna mtu alikuja kununua eneo Mbezi Beach mwaka 1982, akalipa shilingi 150,000, akakatiwa eka 3. Kwa sababu gani? Mwaka 1982 eneo lote unaloliona leo likiwa linaitwa Mbezi Beach lilikuwa ni miti, lilikuwa ni misitu, kulikuwa kuna nguruwe, kulikuwa kuna simba. Tegeta ilikuwa ipitiki vizuri, walikuwa wanaishi wenyeji wenye nyumba za tope. Kijitonyama ilikuwa ina mabwawa, Sinza ilikuwa ina majaruba ya mpunga. Huo ni mwaka 1982. Leo tunapochukua mwaka 1982 tukija kufanyia kazi leo, tukitoa 2026 tunakuta kwamba leo ni miaka 44, 44 years. Naomba nikuulize swali, ndugu mtazamaji na msikilizaji wangu. Kijana wa miaka 30, kijana wa miaka 25 aliyethubutu kwenda kununua eneo Mbezi Beach akalipa 1,500,000, Sinza akalipa shilingi 76,000. Huyo kijana kwa kuwa alikuwa na umri wa miaka 20 kipindi hicho, ukijumulisha leo miaka 44 alionayo, huyu ni mtu mwenye umri wa miaka 64. Leo eneo lake la Sinza la ekari 2 anaweza kuliuza kwa bilioni ngapi? Leo eneo lake la Mbezi Beach
la ekari 3 anaweza kuliuza kwa bilioni ngapi? Na fikiria tu sasa, alishakata vimekuwa viwanja. Leo kiwanja kimoja Mbezi Beach ambacho kinaitazama barabara ni 50 kwa 30, mtu kukuondoa sio chini ya kuanzia bilioni 2 kwenda juu. Yamkini katika kipindi kile alionekana ni mtu asiyekuwa na maono, ni mtu ambaye hakwenda klabu, ni mtu ambaye hakwenda kusikiliza DDC Mlimani Park. Alikuwa anaweka kwenye kibubu kwa ajili ya kununua ardhi. Leo ana umri wa miaka 64, 64 years old. Ana thamani ya kitu gani katika maisha yake? Na je, aliyekuwa anavaa viatu vizuri vya Rizon, anavaa suruali nzuri chini nipime kiunoni, chini ya achilia iende yenyewe, leo maisha yatakuwa yako kwenye hali gani? Nataka nikwambie kitu kimoja. Kuna kitu ambacho leo watu watakuona, watakusifia kwa jinsi ambavyo unaonekana, kuanzia kwenye mwili wako, muonekano wako ni mzuri, lakini kinakuandaa wewe kwenda kudhalilika baadaye, kinakuandaa wewe kwenda kuwa maskini baadaye, kinakuandaa kwenda kudhalilika kwa uzao wako baadaye. Leo mtu aliyenunua eneo Sinza Kijitonyama, akakimbia Tegeta nako akanunua, akakimbia Bunju nako akanunua, akanunua Mbezi Beach, maeneo ambayo yalikuwa ni mapori, anapanda gari la chai maharage, ana thamani sawasawa na kijana ambaye leo anakimbia Lushoto kwenda kununua ardhi, anakimbia Tabora kwenda kununua ardhi, anakimbia Mtwara kwenda kununua ardhi, anakimbia Lindi kwenda kununua ardhi. Miaka 30 ijayo huyu mtu atakuwa ni bilionea. Unajua, kuna wakati mwingine tusimsingizie Mungu, ukaenda kwenye maombi sana, ukalala madhabahuni sana, unamchosha Mungu, unamchosha Mungu. Kuna vitu leo unavyovifanya vitakugharimu baadaye. Hebu tuangalie katika kitabu cha Samuel. Tuangalie katika kitabu cha Samuel. Kuna kitu hapa Mungu anataka kutupatia. Tumwangalie mtu mmoja anaitwa Mfalme Daudi. Ambaye anapatikana katika kitabu cha Samueli wa pili sura ile ya 5 mstari wa 7 mpaka mstari wa 10. Samueli ni mtu ambaye aliingia katika vita, alikuwa ni mpiganaji, lakini katika upiganaji wake alikuwa na lengo. Alikuwa na lengo la kuhakikisha kwamba analiunganisha taifa la Israeli na kutawala nchi kwa mafanikio makubwa. Ndio maana kwenye Samueli wa pili sura ya 5 ule mstari wa 7 Biblia inasema, lakini Daudi aliipiga ngome ya Sayuni. Huu ndio mji wa Daudi kwenye ule mstari wa 8. Kwa nini alikwenda kupigana? Alikwenda kupigana kwa sababu unapopigana akimteka adui yake, ameteka ardhi. Biblia inasema naye Daudi alisema siku hiyo, yeye atakayewapiga Wayebusi na apande kwenye mfereji wa maji na kuwapiga viwete na hao vipofu. Na roho yake Daudi inawachukia kwa sababu hii. Watu husema
wako kipofu na viwete, hawawezi kuingia nyumbani. Unaona hiyo? Mstari wa 9, basi Daudi akakaa ndani ya ngome hiyo, akaiita mji wa Daudi. Kisha Daudi akajenga toka Milo na pande za ndani. Mstari ule wa 10, naye Daudi akazidi kuwa mkuu, kwa maana Bwana Mungu wa majeshi alikuwa pamoja naye. Mungu wa majeshi alikuwa pamoja naye kwa sababu kwamba alikuwa anavaa vizuri, alikuwa anamiliki gari zuri? Hapana, alikuwa ni mtu anayepigana kwa ajili ya kuiteka ardhi, anatafuta mamlaka, to get something. Sasa unakuja kuangalia kwamba Daudi alifanikiwa kuitwaa Sayuni yote aliitwaa. Katika Sayuni alipata nini? Sayuni, cha kwanza alichokipata Daudi, alipata ardhi. Cha pili alipata watu. Cha tatu aliwateka watu na mali zao. Maana yake ni nini? Unapokuwa umekwisha kupata ardhi katika eneo, unapoipata ardhi katika eneo, watu walioko pale watakuwa ni watumwa wako. Mali walizokuwa wanazimiliki, kwa sababu hawana ardhi, hawana utajiri. Mtu aliye na ng'ombe na mtu aliye na ardhi, mtu aliye na ardhi ana future kubwa sana kuliko mtu aliye na ng'ombe. Na ndio maana unashauriwa unapokuwa na ng'ombe wengi, wauze kisha nunua ardhi, wauze kisha wekeza kwenye vitu ambavyo vinazalisha. Lakini ukiwa na ng'ombe wengi alafu wakabaki kuwa wao kama jinsi walivyo na wakawa wanazidi kuongezeka na haufanyi uwekezaji mwingine, wewe ni maskini. Sasa leo mambo ambayo yanaharibu utajiri wa watu, namba moja ni simu. Vijana wengi tunamiliki simu za 500,000, 700,000, 1 million mpaka 3 million. Hii thamani ya hii simu, umri wa hii simu ulionayo, time frame ya simu yako ambayo umeinunua kwa gharama kubwa sana, time frame ya simu yako itakuwa sana sana ni miaka miwili. Samsung wanakuwa wameshatoa matoleo mengine ambayo toleo ulilonalo wewe ambalo liliona ni la thamani litakuwa linageuka kuwa redundant, litakuwa inafanya kazi lakini haina baadhi ya vitu, na utakuwa unaiona inazidi kupunguza uwezo wake wa kufanya kazi, inazidi kupunguza uwezo wake wa kufanya kazi. Baadaye utaona inaanza kuzima yenyewe, baadaye utaona inazima yenyewe, inajiwasha. Baadaye utasikia kwamba mtu, wewe unaongea yeye anakusikia, wewe humsikii. Baadaye utakuwa unaongea wewe unamsikia yeye hakusikii. Maana yake nini? Umewekeza mamilioni ya pesa katika kitu ambacho kwa uchumi wako wa sasa hivi kama kijana wa Tanzania unamiliki simu nzuri lakini haikuingizii hata senti moja. Haufanyii biashara yoyote ile ya mtandaoni. Hauna deals kubwa kwamba una save mafaili humo ndani, unaandika nyaraka zako unafanya humo ndani, kuna vitu una design unaweka ndani ya hiyo simu yako. No, yani wewe ulichobaki nacho kwenye ile simu ni kuonekana, ni kujipiga selfie, ni kurusha kwenye status. What does it mean? Ndani ya miaka 15, miaka 30 inayokuja, selfie ya picha unayopiga leo ukaonekana wewe ni kijana mzuri mtanashati, miaka 30 inayokuja ile sura uliyokuwa unaonekana itakuwa inakuhoji maswali.
ulipiga picha hii ukiwa na miaka 25, ukiwa na miaka 35, leo una miaka 55, unaishi kwenye nyumba ya namna gani? Benki una kiasi gani? Watoto wako umewasomesha wapi? Kijijini kwenu umejenga? Alafu itakuja swali lingine, umekaribia kustaafu, umeshamaliza kujenga nyumba? Umekaribia kustaafu au umestaafu? Una kitega uchumi chochote ambacho kinaendelea kukuzalishia zaidi ya ule mshahara ambao sasa unakata? Kwa hiyo leo ukimwona mtu ameposti picha nzuri sana Facebook, ameposti picha nzuri sana Instagram, kwenye mitandao ya kijamii, usihangaike na picha. Kuna vitu ndani ya ile simu vinamsaidia kufanya sura hiyo iwe nzuri. Inawezekana yeye sura yake imekomaa zaidi kuliko ya kwangu. Mkikutana moja kwa moja, asitumie poda, asitumie mafuta, mimi naweza nikawa handsome. Lakini hii simu hii leo inamdanganya mtu, na unaweza ukajiona wewe ni model na ukasimama mbele za watu ukaonekana na wewe ni mtu miongoni mwa watu, kumbe imekuweka katika eneo la watu ambao unaandaliwa kwenda kuwa mtumwa wa watu wengine. Namba 1. Namba 2 ni gari. Kuna tabia leo, kila kijana ambaye ni graduate ana mambo mawili. Namba kwanza, cha kwanza anataka amiliki simu, cha tatu anataka amiliki gari. Kijana anamiliki gari, hakumbuki ardhi. Hiyo gari anapotoka Sinza kila siku anatumia mafuta 30,000 kwenda na kurudi. Anafanya kazi siku 24. Ukifanya 24 days siku 24 mara shilingi 30,000, kijana huyu kwa mwezi anatumia takribani 720,000, ambayo ukiizidisha kwa miezi 12 anatumia takribani 8,640,000. Hauwezi ukaiona hii pesa kirahisi, kwa sababu inatoka mfukoni kwako kidogo. Lakini anaweza akawa ananunua mafuta ya shilingi 20,000, akasema bwana 20,000 tu kitu gani bwana? Kwa siku 24, 20,000 kwa siku 24 anazofanya kazi, atakuwa anatumia 480,000 kwa mwezi kwa ajili ya gari tu. Ukizidisha mara 12 atakuwa anatumia 5,760,000 ndani ya miaka mitano. Ndani ya miaka mitano. Hapa chukulia kwamba mafuta yameendelea kuwa constant, bei haijabadilika, yamebaki 20,000 ndani ya miaka mitano. Ukizidisha hii ndani ya miaka mitano, utakuta kwamba kwenye gari ametumia kiasi cha shilingi 28,800,000. Huyu ni yule ambaye mafuta yalikuwa hayajapanda, kila siku alikuwa anatumia shilingi 20,000. Lakini huyu hapa ambaye alikuwa anatumia kwa sasa, maana kwa sasa hivi utoke Mbezi Beach uende Posta unahitaji mafuta ya shilingi 30,000, kwa sababu lita moja ni shilingi 4,000. Je, unaekaa Sinza foleni, unaekaa Chanika foleni, unaekaa Kinyerezi foleni, unaekaa Kigamboni foleni, lazima unaangukia kwenye shilingi 30,000. Hiyo shilingi 8,640,000 ukizidisha kwa miaka mitano, kijana huyu atajikuta kwamba kwenye gari ametumia 43,200,000. Ndani ya miaka mitano ametumia kiasi cha shilingi 43,200,000. Hapa ni kama mafuta yamepanda, ni shilingi 30,000 kwa siku anatumia, baada ya hali ya vita iliyoko duniani ya Ukraine pamoja
na Russia ambao hawa hawajatuathiri sana kwenye mafuta, lakini unakwenda kule kwa wale Marekani pamoja na Irani na Israeli. Sasa jaribu kutafakari, ikiwa leo kijana huyu anamiliki gari, anamiliki simu, lakini nini kinachoendelea kwenye simu? Kwenye simu possibly kwenye simu hapa kuna uwezekano kwamba kila mwezi anatumia tena shilingi 20,000 nyingine ya bando, sababu kadi unavyozidi kumiliki gari ndo kadi unavyotaka uwe na data, yani uwe na internet, alafu pia uwe na airtime ya kupiga. Au chukulia kwamba sasa kwenye simu tupunguze, si anamiliki simu kubwa, tupunguze kwenye simu, tufanye anatumia shilingi 15,000 kila siku, no kila mwezi. Na 15,000 kila mwezi kwa mtu anayetembea na Samsung, anayetembea na iPhone, bado sasa hivi haiwezekani kwa mwezi. Narudi pale pale, roho yangu imegoma kwamba mtu huyu lazima atatumia shilingi 20,000 kwa mwezi, ambapo nikipiga hii kwa mwezi mara miezi 12, 20,000 mara miezi 12, nitakuta tena kwamba ametumia takribani 240,000. Nikizidisha mara 5 kwa miaka 5, nitakuta simu yake imekula bando la 1,200,000, ambayo thamani hii ya milioni 1,200,000 unapata ardhi Bagamoyo, unapata ardhi Chanika, kiwanja Homboza, unapata ardhi Tanga, unapata ardhi ya kulima mikorosho Lindi, unapata ardhi ya kulima mikorosho na ufuta Mtwara. Lakini tazama leo sasa, angalia kwamba hapa ametumia 1,200,000. Ukichukua hii 1,200,000 ukijumulisha 43,200,000, unapata kwamba mtu huyu sasa ambaye ana gari ambayo ndani ya miaka 5 imetumia 43,200,000, alafu ametumia kwenye simu 1,200,000, ukijumulisha utakuta kwamba ndani ya miaka 5 kwenye gari na simu ametumia 44,400,000. Halafu hana ardhi. Hapo tumeongelea factors za communication and transport. Na tukiingia kwenye bia, tukiingia kwenye kuhonga, maana siku hizi kuhonga haongi mwanaume peke yake, mpaka wa mabinti wanatuhonga. Binti akikuhitaji sasa hivi anakuhonga, mwanamke akikuhitaji sasa hivi anakuhonga. Ikiwa hapa umetumia milioni 44,400,000 ndani ya miaka 5, kwenye bia umepeleka kiasi gani? Kwenye kuhonga umepeleka kiasi gani? Alafu naomba uangalie baadhi ya vitu hapa. Kuna vitu ambavyo vinakuandaa kuwa maskini. Nimesema namba 1 ni gari na simu. Kuna michango ya harusi. Kwa Tanzania sasa hivi, kijana ambaye ni graduate au umesoma shule ya kwanza, umesoma shule ya pili, umesoma shule ya 3, una magrupu kama 5, 8 hivi kwenye simu yako. Unaweza ukajikuta kwa mwezi, ile miezi ya sherehe, ukawa unachangia kwenye harusi 2, 3, ukitegemea na wao watakuja kukuchangia na wewe kwenye harusi yako. Kwa hiyo almost hapo utachanga 40, hapa 40, hapa 30.
ambao utakuta kwa mwezi unaweza kutumia mpaka 110,000, ambayo 110,000 ukiipiga kwa miezi 12, mimi sijui hesabu sana, 110,000 mara miezi 12, tayari tena una 1,320,000 nyingine, 1,320,000 nyingine. Bado kuna kitu ambacho hakiepukiki sasa, kinaitwa misiba. Misiba siku hizi imegawanyika. Kuna misiba ya familia ulikotoka, kuna misiba ya kwenye magrupu ya WhatsApp. Kila uliyesoma naye akifiwa na mke, akifiwa na mume, akifiwa na mtoto, kwenye WhatsApp taarifa unazipata na mkeka unapita. Unahitajika tena uchange. Ukipiga mahesabu kwa mwaka, hii inaweza ikawa na kosti mpaka 600,000 kwa mwaka, ambayo ukipiga mara miaka 5 ni 3,000,000. Kwa sasa hivi hauwezi ukaiona. Sasa hivi unaona ni kawaida tu. Unahitaji social status, unahitaji utambulike kijamii, uonekane unashiriki. Lakini miaka 40 ijayo, kama haukushiriki huku ukiwa unajiandaa, unajiwekeza, unaweza kuanza kudhalilika. Sasa simu, gari, michango ya harusi, misiba, bado hapa kama wewe ni mnywaji utahitaji bia, na kama wewe ni kijana bado utahitaji kuhonga. Bia tufanye kwa mwaka unaweza ukatumia kama milioni 4 tu. Milioni 4 tu. Na unaitumiaje milioni 4? Nitakuonyesha. Hautaitumia kwa mara moja. Kuna siku utanunuliwa, kuna siku nao utanunua. Kwa hiyo tukichukua milioni 4 tukiigawa kwa miezi 12, ni kwamba kwa mwezi unaweza ukawa unajikuta kwa miaka 5, hii ni miaka 5, umetumia milioni 4 tu. Gawia 5 ni 800,000 kwa mwaka, gawia 12 ni kwamba kila mwezi unaweza ukawa unajikuta unatumia 60,000 tu. Si unajipongeza? Unasema kwamba upongeze mwili kwa kazi ngumu uliyofanya. Pongeza mwili wako kwa kazi ngumu uliyofanya. Pumzisha akili kwa kazi ngumu uliyofanya. Hiyo ndio misemo yake. Ukichukua pia kuna wadada ambao wamekuvizia, kuna wakaka ambao wamekuvizia, anataka umlee, anataka umvalishe, umnunulie simu. Hapa kwenye kuonga peleka kama milioni 2 tu kwa mwaka. Si unaitoa taratibu taratibu, kwani inatoka yote kwa wakati mmoja? Kwani milioni 2 kwa mwaka ukiigawa mara miezi 12, si ni kwamba unaweza hebu tuigawe kwa miaka 5. Miaka 5 ni kwamba kila mwaka unaonga 400,000, alafu hiyo kwa miezi 12 kwamba kila mwezi unaonga 33,000. Kwani loji unalipa shilingi ngapi? Loji unalipa shilingi ngapi? Si chumba 30,000, chumba 15,000, chumba 20,000. Ukienda mara 2 kwa mwezi stari 30,000. Baby kala, baby ajala chips, baby hajakwambia kwamba nina vikoba, baby hajawa na mkopo wa kausha damu, ana sakos, hajakudanganya mama anaumwa, hajakwambia rafiki yangu kafiwa na mama yake, kumbe kakupiga neno tu, lakini mama yake ni mzima. Kwa hiyo unakuta kwamba hapa kwenye kuonga utapeleka ndani ya miaka 5 utapeleka milioni 2. Tuijumlishe yote tuone jumla yake ni kiasi gani. Ikiwa kwenye yale mengine tulipata milioni 44, sasa chukua milioni 44 na 400,000
jumlisha 1,320,000 jumlisha 3,000,000 jumlisha 6,000,000. Hii hapa. Utajikuta kwamba ndani ya miaka tuliyokuwa tumeseti, miaka mitano tu, hapa tumeangalia 5 years plan, ambapo tunaangalia either asset au liability. Either plan, 5 years plan, either asset or liability. Naudia tena, ni 5 years plan of either you invest in asset or you get liability. Matokeo yetu yanasemaje katika vitu vyote ambavyo tumevifanya, ambavyo mara nyingi unapokuwa unatumia unaona ni kawaida, unaona ni vitu ambavyo vinakusaidia kuendesha maisha yako, lakini sasa unajua umetumia kiasi gani ndani ya miaka hiyo 5? Umetumia thamani ya 54,720,000. Umetumia 54,720,000. Na kijana yeyote yule na mtu yeyote ambaye anafuatilia kipindi hiki, ukipiga hizi hesabu kwa mtu aliye na simu, aliye na gari, aliye na demu au aliye na mchumba wa kiume, ndani ya miaka 5 utakuwa unaangukia hapa. Miaka 10, fanya kama wana mahesabu wanavyosema kwamba all other factors remain constant. Ndani ya miaka 10 utakuwa unabadilisha gari, unanunua gari lingine jipya zaidi, na utakuwa unabadilisha simu, unanunua simu ambayo ni kali zaidi. Kwa hiyo obvious, ndani ya miaka 10 kuna uwezekano hapo ukaenda mara 2, ambapo sasa hii ukizidisha mara 2 ndani ya miaka 10 utakuwa kwenye matumizi yasiyokuwa na faida. Umetumia 1,99,120,000. Hapo sasa kijana umeingia umri wa miaka 40, unakwenda 45, tayari kwenye gari, kwenye simu, kwenye michango ya harusi, kwenye misiba, kwenye bia, kwenye kuhonga au kuhongwa imetumika 1,99,120,000. Jiulize, una viwanja vingapi? Umemaliza ujenzi wa nyumba? Kuna mtu atacheka, atakwambia nyumba kitu gani bwana? Watu wamekufa, wameacha nyumba bwana. Wewe niache kula maisha eti kwa sababu ya nyumba? Niache kula maisha kwa sababu ya kiwanja? Lakini kuna wakati ambapo inawezekana wewe unayesema leo ndio utakayesumbua watu kupitisha daftari. Wewe ndio utakayekuwa unachelewa kulipa kodi ya mwenye nyumba, alafu unataka sasa akuonee huruma pengine kwa sababu ya umri ulionao kwa kipindi hicho. Lakini wakati ulipokuwa unakamata bia, ulipokuwa unachangia kwenye misiba, ulipokuwa unamiliki gari, ulipokuwa unamiliki simu, ulipokuwa unapelekwa maeneo ambayo kuna ardhi inauzwa kwa bei rahisi, ulikuwa unaona kama unakwenda kutupa pesa yako. Leo ongeza tu miaka 30 ijayo kutoka ulipo leo, possibility ya wewe kutumia 1,99,000, ambayo 1,99,000 kwa mtu aliyejenga nyumba Chanika huko, huyu atakuwa amesimamisha gorofa. Homboza atakuwa amesimamisha gorofa.
Ikiwa pesa hii ungekuwa unawekeza kwenye vitu ambavyo unapeleka kwenye ardhi, hata kama ingekuwa tu ni milioni 40, umenunua ardhi Kisemvule, umenunua ardhi Bagamoyo, umenunua ardhi Kisarawe, umenunua ardhi Tabora, umenunua ardhi Kilimanjaro, kuna siku wawekezaji watakuja. Kuna siku ndani ya ardhi yako kunaweza kagundulika kuna kitu kiko pale. Kuna siku serikali inaweza ikasema hii ardhi tunahitaji, tunapitisha miundombinu ya kimataifa, na hivyo kuna pesa nyingi ambazo watu wanafidiwa. Na kushauri, na ni Roho wa Mungu amenipa neema ya kulifundisha hili, weka mpango wa kumiliki ardhi haraka sana, na kesho nitakuja na mpango wa jinsi gani ambavyo mtu unaweza ukamiliki ardhi, lakini leo ukadhalilika kwa watu, ukaonekana huna mavazi mazuri, ukaonekana huna simu nzuri, ukaonekana hueleweki. Hata sura yako kuna wakati mwingine inaweza ikakosa matunzo mazuri, lakini kumbe unaitunza kesho yako, unaitunza baadaye ya uzao wako. Mimi Nabii James Nyakia nakupeleka kwa Juliet, nikienda kujiandaa tayari kwa kuipokea simu yako. Mungu akupe neema ya maarifa na hekima ya kuithamini na kuiandaa kesho kuliko kuwafurahisha wanadamu leo. Mwili hauna shukrani kama kesho hautakuwa na matunzo. Yes, mpenzi mtazamaji wangu, mtumishi wa Mungu yuko tayari kabisa kwa ajili ya kuanza kuipokea simu yako, lakini pia kusoma ujumbe wako moja kwa moja hapa studio kabisa, ili aweze kukuhudumia, kukwambia ni nini kinaendelea maishani mwako. Nikusihi tu endelea kutuma ujumbe wako, lakini pia kupiga simu yako kupitia nambari za simu ambazo ziko hapo chini ya screen yako. Yani usipoteze time, dakika zimesalia chache sana ambazo mtumishi wa Mungu anatamani aipokee simu yako. Simu yako iwe ya kwanza kuipokea, lakini ujumbe wako wewe wa kwanza yeye kwanza kupitia nambari ya simu ya 0652 8700 0652870000, lakini pia kupitia 0746 003 005 0746 003 na hii nyingine 0791 125 402 na 0658335568. Mtumishi wa Mungu, Naam. Dakika zimesalia chache sana. Tunatumani tuweze kuanza zoezi letu. Ndio. Basi ndugu watazamaji na wasikilizaji, liwezalo kufanyika leo usiliahirishe likaenda mwakani. Na watu wengi unaowaona wamefanya mambo makubwa duniani walianza kufanya wakiwa wanadharaulika, walianza kufanya wakiwa wanadhalilika, walianza kufanya wakiwa wale waliokuwa wanawaona walikuwa wanaona kama wanajisumbua, wanapoteza muda. Yamkini napoongea na wewe haya utaanza kufanya. Kuna watu watakuona unapoteza pesa yako, kuna watu hawatakuelewa, na pengine baadhi watakuona haueleweki. Ni heri usieleweke leo, ueleweke baadaye. Wakati anayeeleweka leo baadaye atakuwa haeleweki. Ni heri upigwe na maisha leo ukiwa unajua nini unachokifanya, kuliko ukipigwa na maisha baadaye hauna jinsi ambavyo haunaweza ukafanya lolote. Ni heri upigwe na maisha leo ukiwa unajua nini unachokifanya kwa ajili ya baadaye, kuliko ule maisha leo ukaja kupigwa na maisha baadaye wakati ambao utakuwa hauna lolote la kufanya. Tayari naamka na simu zenu leo ni maalum kwa ajili ya maombi maalum kwa wale ambao mnahitaji kumiliki ardhi, unahitaji kuwa ni mwekezaji mkubwa. Sasa basi, Mungu akupe neema gani? Haya ni maombi maalum ya umiliki wa ardhi, kuitawala ardhi. Utajiri wa kwanza wa mwanadamu unaanzia katika ardhi, vingine vyote unaweza kuvipata tu kirahisi sana. Hebu sasa
kwa namba za simu ambazo zimetajwa, tupate kuongea. Una nini ambacho unahitaji Mwenyezi Mungu, muumba wa mbingu na nchi, mfalme wa amani, mfalme wa wafalme, mkuu aliyeketi katika kiti chake cha enzi, aliyeifinyanga dunia kwa vidole vyake, yeye ambaye hajawahi kushindwa na jambo, Alfa na Omega, afanye nini kwako kupitia kwa mwanaye Kristo Mnazareti, mwana wa Mungu aliye hai, na Roho Mtakatifu aliye ndani yangu, na jeshi la malaika ambalo ninalituma saa hii lije likae mahala ulipo. Nini ulicho nacho? Naanza kuzipokea simu zako. Simu ya kwanza ni hii hapa ambayo tayari inaita. Halo? Halo. Habari yako? Salama. Naongea na nani na unapiga simu kutoka wapi? John. Ndio. John, unapiga simu kutokea wapi? Kutoka Ngorosi, Mbeya. Ngorosi. Mbeya. Okay. Makongorosi ni kubwa. Uko mtaa gani? Mtaa Bwawani. Bwawani. Okay, karibu. Asante. Naongea na nabii au? Si unaniona kwenye TV hapo? Kama uko kwenye TV unaniona kabisa kwamba naongea na Bwana John ambaye yuko Mbeya, eneo la Chunya, Makongolosi, mtaa wa Bwawani. Sawa sawa. Karibu sana Bwana John. Nipo na changamoto. Ndio. Nimekuja kwanza kufuatilia ni muda, lakini sema nilikuwa ninashindwa kutokana na changamoto niliyokuwa nayo. Ndio. Inanipa shida hata hivi sasa nimejitahidi ndio maana ninauliza kwa sababu ninasumbuliwa, nina muda wa miaka 4 sasa hivi inaenda. Naelekea kwamba miaka 4 sasa hivi tatizo livinikuta. Nilipata ajali ya haikuwa kubwa sana, lakini imeniletea matatizo. Ni kwamba upande wangu wa kushoto umeparalyze. Sasa ninashindwa hata kulala usiku, ndio maana hata hapa niko macho na kuangalia kwenye TV. Maumivu ni makali sana kwa upande wangu wa kushoto. Ndio. Yaani maumivu ni makali kiasi kwamba hata kulala nashindwa. Na macho yenyewe yanakuwa yamepoteza nuru ya kuona. Yanaona kwa shida sana. Ndio. Sasa kwa kuwa nimefuatilia vipindi hiki, leo ni siku ya 3 mfululizo. Nikajitahidi niipate hii namba kwenye TV hapa. Hata hiyo naona ni ajabu na namshukuru Mungu hata umepokea simu kwa muda huu mapema. Nilikuwa na hofu kwamba itakuwa shida sana. Napokea namba yoyote ile ambayo unaanza nayo ambayo inakuwa iko. Kwa mfano unaona nikimaliza hapa kuna hii hapa inaita. Kuna hii hapa nayo inaita. Kwa hiyo nikimaliza hapa ni yoyote nitakayochukua hapa ndio hiyo ambayo namhudumia. Sasa Bwana John, ukiwa kule Mbeya, wilaya ya Chunya, eneo la Makongolosi, mtaa wa Bwawani, tatizo lako liko kwenye mishipa. Ndio. Mishipa ambayo nerves zinazokwenda kwenye bega zinapita kwenye uti wa mgongo, zinakuja zinapita huku, zinakuja kichwani. Ile mishipa imegandamizwa sana, na ndio maana uliona ilianza kusababisha ganzi kwenye mikono na kwenye miguu. Sasa hii kuna ganzi, tena ganzi kali sana. Sasa unachotakiwa kukifanya hapo, ndio, haujalogwa wala huna laana ndani yake. Unatakiwa uende kwenye hospitali kubwa kama Muhimbili au uende hospitali ya Mbeya
wakuandikie rufaa ya kuja Muhimbili. Ndio. Wewe kinachotakiwa, unatakiwa ushughulikiwe kwenye mfumo wa mishipa, ambayo usipochukua hatua mapema itasababisha mpaka hali ya kuona kwa macho itakufa kabisa. Hiyo kwa sababu sasa hivi tu kuona ni shida macho. Lakini pia bado sio hapo tu, imeanza kuathiri mpaka eneo la mwili la mgongo. Ndio. Huu mgongo, unaniona mimi hapa? Nakuona. Unaniona humo? Eneo lako la mgongo hili huku, na lenyewe pia linaelekea kuathirika zaidi. Maana yake sasa stroke itakupiga, itakuja mpaka itakamata eneo la kiuno. Maana yake sasa ni kwamba hata utembeaji wako utakuwa mgumu. Kwa hiyo utabaki kuwa ni mtu ambaye ni wa kitandani, unatolewa hapa unapelekwa pale. Lakini kibaya zaidi, ikiwa sasa macho nayo yatakufa kabisa, maana yake ni kwamba sasa hata kila ambacho ungeweza kukiona hautaweza kukiona. Sasa hapa nitakutumia package ije huko, na kutumia package ninakuagiza, si nakushauri, ninakuagiza uende kwenye hospitali kubwa. Mungu aliyewapa madaktari neema ya kutibu ndiye Mungu aliyenipa hii karama. Wakati mwingine sisi watumishi wa Mungu na madaktari tunafanya kazi kwa pamoja. Tunachotaka si mimi niliye na upako, si kwamba mtu daktari ana elimu kubwa sana. Tunataka tu maisha ya mtu Mungu ayaokoe kupitia kwetu sisi viumbe wake aliyotuumba. Sawa sawa. Umenielewa vizuri? Nimekuelewa. Kwa hiyo ninaandika namba yako ya simu kwa ajili ya kukutumia package kesho. Nashukuru maana nimepata shida, nimezunguka sehemu nyingi na hizo zote hazijanisaidia. Mimi nimeenda mpaka kwa waganga wa kienyeji huko lakini hakuna. Swala lako hilo alihitaji uganga wa kienyeji, wala alihitaji kusema kwamba utoke huko uje uweke kambi hapa madhabahuni. Hapana. Linahitaji maombi ukiwa huko uliko, na linahitaji masuala ya mfumo mishipa viweze kushughulikiwa. Ni Mungu pekee ndiye anayeweza, pamoja na madaktari. Usidanganywe na mtu kwamba sijui umelogwa. Hapana, hamna kitu cha namna hiyo. Namba yako ni inaisha na 215 na kuombea mahala ulipo. Package hii inapokuja, unapokwenda kuitumia kwa damu ya Yesu Kristo Mnazareti, mwana wa Mungu aliye hai, mishipa yako ikapone, na mfumo wako wa macho na miguu, stroke na ganzi vilivyopo vikapate kuondoka vyote katika jina la Yesu Kristo Mnazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Amen. Huyo ni ndugu yetu ambaye yuko kule maeneo ya mkoa wa Mbeya, wilaya ya Chunya, eneo la Makongolosi, mtaa wa Bwawani. Yeye alipata ajali. Ni ajali tu ya kawaida. Ni ya kawaida. Kuna ajali za kichawi, kuna ajali za kawaida. Lakini sasa kidogo tatizo limeongeza matatizo mengine ambayo sio ya kawaida, lakini ni kitu ambacho alipata mtikisiko ambao ulikwenda kugandamiza nerves. Kwa hiyo anahitaji haraka sana huko aliko afanye maamuzi ya kukaa na ndugu ili aweze kufanya kile ambacho Roho wa Mungu amenielekeza kumwagiza. Hebu basi tupokee simu nyingine tena hapa. Halo? Habari. Nzuri, Bwana Yesu asifiwe. Karibu. Daudi. Ndio. Changamoto kidogo. Ndio. Daudi, unapiga simu kutokea wapi? Geita. Okay, Daudi unatokea Geita. Geita sehemu gani? Ruhuha. Naam? Ruhuha. Ruhuha. Ndio. Okay. Una umri wa miaka mingapi Bwana Daudi? Una umri wa miaka mingapi? 19. Una umri wa miaka 19? Ndio. Okay, karibu. Nipo nafanya kazi lakini naweza nikapata pesa, lakini
pata pesa unajikuta pesa unakula tu, yani matumizi sasa unakuta yanakuza, yani na pesa unaweza ukapata kidogo tu, yani kwa pesa unakuta yani unaipata, lakini unaishia kuila tu hivi. Kwa nini unaishia kuila? Hata sielewi, yani unajikuta tu nafanya hivyo. Sasa unajua Daudi, tatizo lako ni ukosefu wa discipline, lakini pia umekosa discipline kuanzia ukiwa mdogo shule. Daudi, umeishia darasa la ngapi? Umeishia form 1. Kwa nini umeishia form 1? Changamoto tu zilitokea. Bwana kwambia kwamba Daudi ulikosa discipline kuanzia ukiwa shule. Sasa vile vile ni mtu usiyeambilika. Daudi ni mtu ambaye unafanya maamuzi kama unavyotaka. Daudi ni mtu ambaye unajipangia vitu. Daudi ni mtu ambaye ukisema hicho sifanyi, na ndio maana na shule ulisema siendi na ukwenda na ukaacha. Kwa hiyo unachohitajika cha kwanza Daudi kufanya ni kujua kwamba neno na mafundisho ya mzazi yana nguvu na thamani kwenye maisha yako kuliko pesa unayoitafuta. Ndio maana dunia ikasema asiyefunzwa na wazazi hufunzwa na ulimwengu. Ikiwa uliyakataa maonyo ya wazazi wako, leo hata ukiipata pesa kiasi gani, kuna uwezekano isikusaidie chochote. Na hapo na miaka 19 ambayo sasa hivi ulitakiwa uwe form 5 au form 6. Na Daudi ulikuwa na akili za kufaulu. Ndio. Kwa nini ulifanya maamuzi hayo? Sema tu changamoto za waliachana. Sasa nikaona mzazi naye alikuwa anasumbua sana, kaona niende kwa mama, maana waliachana. Sasa kwenda kwa mama, sio kila tatizo ni tatizo la kukimbia. Na hii inaongea kwa vijana wengi ambao pengine wazazi wao wameachana. Kuachana kwa baba na mama hakukufanyi wewe uachane na darasa. Unapokwenda darasani, mwalimu anapofundisha achagui huyu mtoto wazazi wake wameachana, achagui huyu mtoto ni yatima. Ndio maana wanaokulia kwenye mazingira magumu ndio Mungu anaowabariki sana kuliko wale wanaokulia kwenye mazingira mazuri. The hard environment prepares the best man in life, but the comfortable environment prepares the weak person in life. Mazingira magumu humwandaa mtu bora, wakati mazingira yenye raha na starehe humwandaa mtu dhaifu maishani. Na kuombea kwanza uingie kwenye toba, alafu naiandika namba yako, watakutumia wasaidizi wangu namba yangu, kesho unitafute nikupatia maelekezo ya nini cha kufanya. Ndio. Sawa? Ndio. Namba yako inaishia na 956, si ndio? Ndio. Nitakutafuta kesho. Shukrani. Mungu akubariki. Haya. Ndugu mtazamaji na msikilizaji wangu, natamani sana kuendelea na kipindi hiki. Simu zinaita. Na hapa nikitazama naona nimebakiwa na muda mchache sana, na ninamsikia Roho wa Mungu amejaa ndani yangu. Amenipa mamlaka ya kutamka neno juu yako. Amenipa nguvu na uwezo wa kusikiliza nini kilicho ndani mwako, na Mungu akanionyesha hapa kwa papa, papo kwa papo, na nikakueleza, na Mungu akatoa suluhisho. Lakini huwezi kugombana na muda. Mimi kesho ni siku nyingine ambayo kuanzia saa 5 za asubuhi nitakuwa live hapa kwenye runinga yako. Nikutakie kila yaliyo mema yaje kwako. Wewe si dhaifu, bali unavyovifanya vinaweza vikakufanya ukawa dhaifu. Wewe sio maskini, lakini maamuzi mabaya unayofanya leo yanaweza yakakuandaa kuwa maskini wa baadaye. Na si kwamba hauna kitu, ila unachokimiliki leo kinaweza kikawa hakina umuhimu kwako kwa leo, ila kikawa kinaandaa maisha yako ya baadaye. Achana na vinavyokupa starehe leo, wekeza kwenye vinavyodharaulika baadaye.
ambavyo vitakufanya baadaye wewe uwe ni wa thamani sana. Mungu akubariki wakati nakurejesha kwake Juliet David. Yes, wanasema ya kwamba Mungu yupo, Mungu anaona, lakini pia Mungu anatenda. Hakuna yenye mwanzo kinachokosa kuwa na mwisho. Sisi tunakwambia kwamba mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa kipindi kingine kizuri zaidi. Lakini pia tukutane kesho saa 5. Mtaarifu ndugu jamaa na rafiki, saa 5 mtumishi wa Mungu atakuwepo mahali hapa kwa ajili ya kukuhudumia wewe. Lakini kwa sasa naomba nikuachie assignment hii. Naomba uendelee kutuma ujumbe wako kupitia namba za simu ambazo ziko hapo chini ya screen yako, na upige simu yako mapema. Nabii wa Mungu na timu yake nzima itakuwepo kwa ajili ya kukuhudumia wewe mpaka pale itakapotimu majira ya saa 5 nabii atakapokuwepo live hapa. Nikusii tu mtaarifu ndugu jamaa na rafiki, sema na nabii imewaka, lakini pia mtumishi wa Mungu yuko very good kwa ajili ya kukuhudumia wewe. Nakupenda sana. Langu jina naitwa Juliet David. Nishukuru wote ambao mlikuwepo hapo, lakini pia nishukuru timu nzima ambayo imefanikisha zoezi hili. Pia tutoe shukrani zetu za dhati kubwa sana kwa mtumishi wa Mungu Nabii Daktari James Inyasi Nyakia. Bye bye, tukutane kesho saa 5.